Kutokea jijini Arusha, mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. CRDB Bank inajivunia kuwavutia wawekezaji wengi kutoka ndani na nje ya nchi kuwekeza kwenye benki hiyo kutokana na kufanya vizuri kwenye soko la hisa na kupata faida ya zaidi ya shilingi bilioni 206 sambamba na ongezeko la gawio kwa wanahisa wake kutoka shilingi 65 hadi shilingi 90 kwa kila hisa, hatua inayoonyesha uimara mkubwa wa kifedha na ukuaji endelevu wa taasisi hiyo. Hayo yameelezwa jijini Arusha na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa CRDB Bank PLC, Profesa Neema Mori, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuelekea mkutano wa 31 wa wanahisa wa CRDB Bank utakaofanyika Mei 16 jijini Arusha. Miongoni mwa taasisi chache za fedha nchini Tanzania ambazo zimeorodheshwa katika soko la hisa au Dar es Salaam Stock Exchange. Benki yetu iliorodheshwa DSE mwaka 2009. Na katika kipindi chote hicho tumeweza kuwavutia wawekezaji wengi wa ndani lakini vile vile wa nje. Na kwa hapa naomba nitulie kwa sababu kweli tumewavutia wawekezaji wengi. Basi kama taasisi inayoendeshwa kwa misingi na sheria na taratibu, kila mwaka benki yetu huwa inaandaa mkutano mkuu wa wanahisa ambao tunaita annual general meeting. Na hii huwa tunafanya ili kutekeleza sheria za makampuni. Sheria hii inaitwa 212 ya mwaka 2002 au Companies Act 212 ya 2002. Na huwa tunafanya hivyo ili kuwapa wanahisa wetu nafasi ya kujadili maendeleo ya benki yao, kufahamu ajenda mbalimbali na zaidi sana kutoa maelekezo kwa jinsi wanavyotaka benki yao iwe. Kwa hiyo mkutano huu wa wanahisa umekuwa pia ukitanguliwa na semina kama ambavyo na mtendaji mkuu amesema, na semina hii huwa tunaifanya kwa wanahisa ambayo kwa utaratibu wetu huwa inafanyika siku moja kabla ya mkutano mkuu wa benki. Semina hii imekuwa ni jukwaa la kutoa elimu kwa wanahisa wa benki pamoja na wanahisa watarajiwa. Na zaidi sana huwa tunatoa elimu kwenye masuala ya uwekezaji pamoja na huduma nyingine za fedha. Lakini pamoja na semina hiyo huwa tunaitumia kama jukwaa la kuandaa pia wawekezaji na wanahisa wetu ili kuweza kuwa na mkutano mkuu ambao unafanyika siku inayofuata na uwe na tija. Kwa hiyo tunafanya semina lakini vile vile tunafanya mkutano mkuu, na ile semina inakuwa kichocheo na maandalizi kwa ajili ya mkutano mkuu. Ndugu waandishi wa habari, mkutano mkuu wa 30 wa wanahisa uliofanyika mwaka jana tarehe 15 Mei 2025 uliamua kwamba mkutano wa 31 uweze kufanyika siku ya tarehe 16 Mei mwaka 2026 katika ukumbi wa Simba uliopo kituo cha mikutano cha Arusha AICC. Hivyo basi kupitia mkutano huu na hadhira hii, ninapenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha rasmi wanahisa wetu katika mkutano wa 31 wa wanahisa wa benki kiongozi, benki ya CRDB. Mkutano huo utafanyika tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2026 kuanzia saa 2 asubuhi. Kwa mwaka huu pia kwa upande wa semina tumefanya maboresho. Kama tunavyofahamu sisi kama benki wakati wote tunafanya maboresho, wakati wote tuna innovate na tunakuwa tofauti. Kwa hivyo basi kwa mwaka huu semina yetu hatuiti tu semina, lakini pia itakuwa ni siku ya uwekezaji. Siku hii ni siku ya uwekezaji kwa wanahisa, itafanyika tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Na imebeba kauli mbiu, naomba niirudie pamoja na kwamba imesemwa na mtendaji mkuu. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya uwekezaji ni vijana na uwekezaji katika hisa. Na sote tunaendelea kukubaliana na kama hata ambavyo amesema mkurugenzi wa CRDB Bank Foundation, uongozi wenye vijana wenye nguvu, basi tunaendelea kukubaliana hilo kwamba vijana ndiyo nguvu kubwa ya uchumi wetu. Wana ndoto, wana ubunifu, wana ari ya kufanya mambo makubwa
lakini bado wengi hawajapata nafasi ya kuelewa nguvu ya uwekezaji katika soko la hisa. Tunaamini huu utakuwa wakati muhimu sana kwao kuweza kuelewa zaidi, kuwafungua macho vijana wetu, lakini zaidi kuwawezesha kuwa na kuelewa jinsi ya kuwa daraja la kujenga uhuru wa kifedha. Lakini zaidi vijana wanapenda utajiri wa kihalali. Kwa hiyo itakuwa nafasi pia ya kuwawezesha kuweza kuwa hivyo na kufikia matarajio. Kupitia semina hii tutatoa elimu kuhusu maeneo hayo ambayo nimeyasema: uwekezaji katika hisa, fursa zilizopo katika masoko ya mitaji, pamoja na namna benki yetu ya CRDB inavyoweza na kuendelea kuwekeza katika mazingira rafiki kwa vijana. Tuna products au bidhaa mbalimbali za kifedha kwa ajili ya vijana. Tutatumia pia hadhira hiyo na semina hiyo kuweza kuwaeleza jinsi gani tunawathamini vijana na bado tunataka kuendelea kukua pamoja nao. Semina hii ambayo ni tarehe 15 mwezi wa 5 itaanza saa 2 asubuhi. Na kipekee kabisa nachukua nafasi hii kumshukuru sana na kutoa shukrani kwa niaba ya bodi mgeni wetu rasmi ambaye ametukubalia kuwepo kwenye siku hiyo. Mgeni huyo atakuwa ni Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar ambaye ni waziri wetu wa fedha. Yeye amekubali kuwepo na ametupa heshima kubwa. Sisi tukiwa kama benki kiongozi, tunaanza na benki na mheshimiwa ambaye ni waziri wetu wa fedha, basi tunamshukuru. Lakini vile vile tunapenda kutoa rai kwa wanahisa wetu kujitokeza kwa wingi siku hiyo, na pia wanahisa watarajiwa, ili waweze kuipata hii elimu, lakini vile vile na kupata nafasi ya kumsikiliza mheshimiwa waziri wa fedha. Itakuwa ni nafasi ya pekee. Ndugu waandishi wa habari, mkutano huu ambao ni wa tarehe 16, tukitoka sasa kwenye upande wa semina, tutaufanya pia kwa njia ya mtandao au hybrid. Kwa hiyo tutakuwepo ambao tutakuwa ukumbini pale AICC, lakini kuna wengine ambao watakuwa kwenye mtandao. Naye mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo Dr. Abdulmajid Nsekela amesema kwamba mkutano huo ni mwendelezo wa benki hiyo kuwapa nafasi watu ambao wanahisa kwenye benki hiyo kufanya maamuzi kwa pamoja kwa ajili ya mustakabali wa sasa na wa baadaye. Wanahisa wetu ndio msingi wa mafanikio na ukuaji wa benki yetu. Tunaposema wanahisa wetu ni wale waliopo sasa, wanaokuja baadaye na watakaoendelea kufanya nao kazi, lakini vile vile na wadau wetu wa maendeleo mbalimbali. Jambo la tatu ni kwamba mkutano huu wa Jumamosi AGM ni jukwaa la wazi lenye ushirikishaji wa makusudi kabisa kwa ajili ya kwenda kauli mbiu yetu ya benki inayosikiliza, ili tupate mawazo mbadala, na ni sehemu ya maamuzi ya pamoja ya wenye benki yao kufanya maamuzi sahihi na mustakabali wa benki yetu ijayo. Lakini jambo la tatu la msingi ni kwamba sisi strategy yetu au mpango wetu wa muda mfupi ambao tunao miaka 5 ulioanza 23 kwenda 27 una kauli mbiu moja inasema evolve. Kwenye kuevolve ni mtu ambaye yani hauko sawa kila siku, una change. You keep innovations. Huwezi kuendelea kuwa na innovations ukawa sawa vijana. Kwa maana hiyo kizazi kipya cha vijana tunaona ni wawekezaji wapya na ni mustakabali wa benki yetu ya baadaye, na hivyo lazima tuwe nao karibu kuhakikisha tunatimiza malengo yao na mahitaji ya sasa na baadaye kwa ubunifu. Jambo langu la 5 ni kwamba CRDB inaingia katika awamu mpya ya ukuaji kwa matumaini makubwa zaidi, kwenye malengo ya kuwa na ubunifu wa kutosha na maono mapana ya upambanuaji wa benki yetu kwa mafanikio zaidi. Kwa hapa namaanisha kwamba waandishi wenzangu, mwaka jana tulikutana tukiwa tunajadiliana ni jinsi gani tuboresha huduma zetu za kifedha kwa kuweka mfumo mpya wa kidijitali, na hasa kile kipindi ambacho wote mlikuwa na maswali mengi. Ni ushuhuda wenu sasa kwamba huduma zetu zinapatikana kirahisi, kwa haraka, na tunakuwa wabunifu kwa haraka. Ukiangalia kwa sasa huduma zetu zinapatikana nje ya benki zaidi, na hilo lilikuwa lengo letu kubwa. Sikiliza bana,
Hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.